Maridhiano kati ya Rais William Samoei Ruto na aliyekuwa kiongozi wa upinzani hayati Raila Odinga mnamo Machi mwaka 2025 yaliashiria mabadiliko makubwa katika siasa za Kenya. Hatua iliyoelezewa na baadhi kama usaliti kwa upinzani na kwa upande mwingine kama hatua ya kuleta utulivu nchini. Ukaribu huu ulionekana kuchangia kutengwa na hatimaye kuondolewa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka uongozini. The carrier goal of the MOU is to help ease the prevailing tensions in the country, reconcile the population, alleviate their suffering, and move the country forward by addressing the critical social, political, and economic issues our people are grappling with today. The time has come for us to seize this historic opportunity, unite more strongly than ever before, and deliver meaningful change to the Kenyan people. Mnamo Oktoba mwaka 2025, baada ya Raila Odinga kufariki dunia, mpasuko ulianza kushuhudiwa chamani humo. Upande mmoja ukiunga mkono kuendelea kusalia kwenye serikali jumuishi na upande mwingine ukipinga hilo. The last instruction he left us with, and with a very clear mind, and I remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio, and he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. Na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema, who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo, sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba. Mgogoro wa ndani kwa ndani umekuwa ukiumbisha uhusiano baina ya UDA na ODM baada ya baadhi ya viongozi kuonekana kutojali tena ushirikiano huo, kila upande ukitaka kuheshimiwa. Broad base is not broad base without the 10 points agenda. Wale vijana ambao waliuawa kwa maandamano, hiyo points agenda inasema kwamba hawa vijana wakuwe compensated, family zao. Wale ambao wako kwa jela mpaka sasa watolewe jela. Wale ambao wako na court cases zitolewe. Hiyo yote haijafanyika. ODM wanasema pwani ni ngome yao, waachiwe wao. Sisi tuwaambia pwani ni ngome ya raia wa pwani, tuache timenyane. Maeneo mengi ya pwani sasa yamependuka, yamekuwa mandano, ni yellow. The Central Committee noted with concern the goings on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. Ni hali ambayo ilifanya chama cha ODM kutoa ishara kinzani kuhusu ushirikiano wake na UDA baada ya msimamo mkali wa Baraza la Kitaifa la Uongozi wa ODM likionya kuwa linaweza kujiondoa kwenye mazungumzo yoyote ikiwa matakwa yao hayataheshimiwa. We are not going to allow disrespect to our officials. We are not going to allow disrespect to our party. We are not going to allow disparaging remarks. Hata hivyo, huenda joto hili likapungua na mwanga kuonekana baada ya Rais William Samoei Ruto na kinara wa chama cha ODM Oburu Odinga kuongoza mkutano wa mashauriano wa ODM na UDA katika ikulu ya Nairobi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.